Angalia huu mlolongo wote, na mimi hapa nazungumza nikiwa na ushahidi na vielelezo, kwa sababu nimeanzia msajili, nina vielelezo vyake vya maamuzi yake, nina vielelezo vya maamuzi ya INEC, nina vielelezo vya maamuzi ya mahakama, nina vielelezo vya kila mahala. Kutokana na haya niliyoyaona, na shauri yafuatayo: wananchi wanaodai no reform no election wasikilizwe haraka sana. Wananchi wanaosema Oktoba tunalinda kula wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba 2029. Wananchi wanaotaka kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wasikilizwe haraka sana kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na ambao wana kesi mahakamani za uchaguzi wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba mwaka wa 2025, ili tuweze kuleta huu umoja wa kitaifa. Hawa wanatakiwa wasikilizwe na sio kupuuzwa na sio kubezwa, wanatakiwa wasikilizwe haraka sana. Nimekuwa nikisikia wananchi wengine wakisema Mpina, kwa nini Mpina ameinguliwa? Kwa sababu alijitakia wakati alipokuwa bungeni kupambana kwa nguvu zake zote na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Ndio kilichomsababisha leo aendelee kuenguliwa kienyeji. Lakini wengine wanasema ni kwa sababu aliibua kashfa ya sukari ambayo iliwahusu watu ambao hawataki kuguswa. Lakini pia wengine wanasema kwa sababu alipinga mkataba wa bandari ndio maana ameenguliwa kugombea. Na wengine wanasema alikataa gari la INEC. Alikataa gari la INEC ndio maana ameenguliwa. Sasa hayo ni mawazo ya wananchi wanaozungumza, na mimi nitake kusema katika hayo yote mimi nimeyafanya yote. Hayo kwa kweli nimeyafanya. Kwa maana ya hayo matukio hayo yote mimi nimeyafanya. Na sitarudi nyuma katika msimamo wangu.